Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasia uende kwa wanaume ambao wenye kukaa vibarazani au kaa barabarani. Unapokaa vibarazana barabarani, basi jaribu kuipa barabara na kibaraza haki yake, ikiwa huwezi ila kukaa. Kwa sababu tuwazungumza haya leo, ni wengi katika sisi huwa mtu akipita ambaye hatufai kumwangalia, huwa tumsindikiza mpaka mwisho wa angalizi letu, na hili ni kosa ambalo tulifanya. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia Jarir ibn Abdullah kwa ile an-nadharatul fajaa, angalizi la ghafla, kwamba unapotokea kuona kwa ghafla, basi jaribu baada ya hapo ufumbe macho yako, usiendelee kuangalia. Bali alimwambia Sayyidina Ali radhiyallahu anhu arwah, la tutbi' an-nadharata an-nadhara fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhirah, usifuatishe angalizi kwa lile ono ambalo kwamba uliloliona, lako ni la kwanza ulioona. Ukifuatisha mara pili baada ya kuona utakuwa umeangalia. Kwa hivyo Mtume akatukataza tusiangalie wanawake wanaopita ambao kwamba ni maharimi, ni ajnabi, na wanawake pia mkiwa ni hivyo msiangalie wanaume ambao kwamba wanaopita, kwa sababu utakuwa umejitoa katika imani na umetoa nuru katika kiwiliwili chako, kwa sababu Allah jalla jalalu aliowasifu wale wenye kufumba macho ni wenye imani. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Kwa hivyo wanaume, tujaribuni wakati wa starehe zetu ambazo ni za haramu pia tunazozifanya, ulaji wetu ambao kwamba ni wa haramu tunaokula, isipelekee tukawa twazisha haramu juu ya haramu, kufuatisha macho kuangalia vya haramu. Kaa ufumbe macho yako, japokuwa haiwezekani ukielewa haramu utafanya vya haramu. Ufumbishe macho yako kwa yale ambayo kwamba hayafai kuangaliwa, ili tuwe ni watu wenye nuru kwenye viwili vyetu, watu wenye afya kwenye macho yetu, watu watakao kwenda kupata manufaa mbele ya Allah jalla jalaluhu. Fumba macho yako, usiangalie ambapo havifai kuangaliwa. Asallallahu ta'ala ila liqa, shukran jazila. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.